Tulikuwa tumeenda ziwa Naivasha pamoja na wale tunaosoma nao katika kule class trip. Tukawa katikati ya hiyo water hyacinth. Lakini kwa wavuvi ambao tulipatana nao hapo wakati huo, hii ilikuwa ni njia ya maisha kila siku. Kila siku lazima waamke, wajaribu kupitana na hiyo gugu maji, wafike kwenye ziwa, wavue ama wakose kuvua alafu warudi. Ni kazi ngumu kwao. Ikanitia huzuni kwa sababu niliona watu ni wanang'ang'ana sana na haifai kuwa hivi. Hivi ndivyo Joseph Nguthiru alivyohisi wakati aliponasuka kutoka kwa mtego wa gugu maji ndani ya ziwa Naivasha lililoko takriban kilomita 100 kaskazini magharibi mwa Nairobi. Nguthiru wakati huo akiwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya, akiwa na wanafunzi wenzake, walikuwa wameenda ziara ya kimasomo katika ziwa Naivasha. Walipokuwa ndani ya ziwa hilo, mashua yao ilinaswa na gugu maji kwa saa 5. Lakini kwa wavuvi katika ziwa hili, kuhangaishwa na gugu maji ilikuwa ni changamoto ya kawaida. Aliamua lazima angetafuta suluhisho la gugu maji kuwaondolea wavuvi hawa usumbufu wa mmea huu. Gugu maji ni mmea unaoelezewa na wataalamu kuwa mmea hatari zaidi duniani unaovamia maeneo ya maji. Nimekuja kumtafuta Nguthiru jijini Nairobi anieleze kama alifanikiwa kupata mbinu ya kukabiliana na gugu maji. Nguthiru ni mhandisi wa maji na mazingira. Yeye ni kijana mrefu na mchangamfu, mtulivu, mwenye heshima na mwenye amani. Ukikutana naye huwezi jua ni mtu aliyegonga vichwa vya habari vya kimataifa kwa uvumbuzi wake. Karibu katika kipindi cha Wasiokata Tamaa, tusikilize kisa cha Nguthiru. Mimi ni Alan Mwangi. Gugu maji hutatiza maeneo ya maji. Ni mmea ambao ni shida katika nchi 70 duniani. Unasumbua katika kuvua samaki, kupata maji ya irrigation. Na kama anavyoeleza Nguthiru, nilitembelea ziwa Naivasha kujionea madhara ya gugu maji mwenyewe. Sasa niko katika ufuo wa ziwa Naivasha na ninaona gugu maji ikiwa imetanda maeneo makubwa ya ziwa hili kama mkeko wa rangi ya kijani kibichi. Ninaingia katika mashua kuona namna usafiri ulivyoathirika na gugu maji. Msikilizaji, mashua inateseka sana kupitia huku kwa ziwa. Wakati mwingine mashua inashindwa kusonga mbele kabisa. Inabidi mashua itumie nguvu nyingi sana. Kwanza hapa mbele gugu maji ni nyingi sana. Wakati mwingine inabidi mashua isimame ili nahodha aondoe gugu maji kwa kijiti kikubwa ili mashua ipate nafasi ya kupita. Hapa ziwani Naivasha, ninakutana naye Simon Macharia, mvuvi katika ziwa hili kwa miaka 20. Macharia ni mwanamume anayeongea kwa sauti ya upole. Ni mwanamume mwenye maneno machache. Ni kama kila neno linamgharimu pesa kwa sababu anachunga kila neno kwa makini kabla ya kulitamka. Ananieleza matatizo yanayosababishwa na gugu maji katika maisha ya wavuvi. Kwa mfano mahali sisi hutua kwa ufuo wa bahari, sasa pameshikana sana na hyacinth, ambapo inatubidingi ili mashua ziweze kupita, tunashuka, tunatoa nguo, tunatoa hiyo gugu maji ili tuweze kupata njia. Na wao tunahatarisha sana sababu hiyo ndio njia, tuko ndani kuna viboko ambapo watu na risk maisha yetu. Na tunahatarisha mbaya sana sababu huko katikati hizo hazi ambazo tunatoa kuna viboko, hapo ndio viboko uishi. Sasa tunahatarisha maisha yetu sana. Tena kwa pande ya nyavu, unaweza kuta ulichukua loan, ukanunua nyavu kama za 30,000. Hizo neti za 30,000 ukienda kesho yake unakuta zilienda na hyacinth. Sasa inakuwa ni shida kubwa sana kwa wavuvi, hata unakuta ya kwamba ni kukosa kitu ya kufanya. Inakuwa ni changamoto sana.
Ananieleza kisa kimoja walipokuwa wamenaswa ziwani Naivasha na gugu maji. Mimi nilikuwa mmoja wa kuadhirika wakati gugu maji ilianza kuingia. Na ilibidi tuache mashua yetu kwa maji, tupitie juu ya gugu maji hadi nchi kavu. Sasa hiyo boti yetu tuliendea baada ya kama wiki moja, ndio upepo ilifungua Hyacinth, tukaweza kuendea boti yetu. Unatesema mlipitia gugu maji. Sasa mliwezaje kupitia juu ya gugu maji? Ilikuwa ni kuhatarisha juu, sababu ilikuwa tu ni kutafuta njia ya kutoka juu. Sisi ni uoga ilituingia, sasa ikabidi tutafute tu njia yoyote ile tutaweza kujipata nchi kavu. But ilikuwa pia ni riski sana juu kizama chini hiyo gugu maji uwezi toka juu tena. Ulikuwa unatembea kwa miguu ama una swim ama ulikuwaje? Hauwezi tembea kwa mguu, hapo ni unalala na tumbo, unatembea kama mtu mwenye ana swim, lakini uko juu ya Hyacinth. Tunarudi Nairobi kwake Nguthiru kusikia hatua alizozichukua kutatua tatizo la gugu maji. Baada yake na wenzake kurudi chuoni Egerton walipoweza kutoka kwa mtego wa gugu maji ziwani Naivasha. Nguthiru alipatana na changamoto shuleni alipojaribu kutafuta mbinu ya kuwasaidia wavuvi ziwani kwa kuondolea gugu maji na kubadilisha gugu maji kuwa mifuko ya kuweka bidhaa badala ya utumizi wa mifuko ya plastiki. Tatizo kubwa lilikuwa ni ukosefu wa ujuzi wa kisayansi unaoweza kutumika kutengeneza mifuko ya kutia bidhaa kutokana na gugu maji. Kwa hivyo ndipo nikachukua Hyacinth kidogo na nikapeleka uko shuleni, nikajaribu kuiangalia hivi bila kujua nitafanyia nini, na nikazungumza na walimu wangu, nikawaambia acha tujaribu kufanya kitu tu ya kuondoa hii Hyacinth. Hatujui tutafanyia nini, lakini acha tujaribu tu kitu. Na walipokubali ndio tukaanza kusoma na kufanya research na kuangalia kitu chochote ambacho tunaweza kufanya huko Egerton University. Lakini Nguthiru alitafuta suluhisho kwa changamoto hizi kwa kufanya majaribio hadi apate njia ya kubadilisha gugu maji na kuwa na mifuko ya kutia bidhaa au kupandia miche ya miti. Tujaribu, kwa sababu tukishajaribu tutajua kama itafanya ama haitafanya. Nisikue ama tusiwe waoga kufanya kukosea, kwa sababu tukiogopa kukosea hatutafanya kitu. Lakini tukiwa ile motisha ya tukikosea, ni kila mara tutapokosea ni kusoma jinsi ya kutofanya kitu. Nguthiru aliendelea kuimarisha ujuzi huu kwa kubadilisha gugu maji kuwa mifuko. Mwaka wa 2022 akafungua kampuni ya Hyperpark ya kutengeneza mifuko hii. Tunachofanya Hyperpark ni kutumia hii shida moja, ile ya water hyacinth, kuwa suluhu kwa shida hii ingine ya plastiki. Nguthiru alipata matatizo kuanzisha kampuni ya Hyperpark. Kwa hivyo tatizo lile kubwa lilikuwa kwanza kujua hizo vitu zote za kurun kampuni, kupata patent, kutengeneza website, kuajiri watu, mambo haya yote ya kampuni yote. Cha pili, ile ambayo ni kubwa kwa kuanzisha kampuni na ilikawa tashwishi, ni mtaji. Hizo ndizo zikawa ni zile tashwishi zile kubwa za kwanza, lakini zingine za kuendelea ni baada ya kujua jinsi ya kuanzisha kampuni na kuendeleza na hizo vitu zote, kuna ile pande wa kuwapata wale customers, wachukue hizo bidhaa zako, wazijaribu, wakupe feedback. Hiyo tena ni tashwishi kivyake, kwa sababu tena hiyo hakuna mtu anakufunza jinsi ya kufanya hiyo yote, lazima ujaribu kujifanyia hiyo yote na kukuja na suluhu zako mwenyewe kwa hizo tashwishi zote utazopata. Nguthiru aling'ang'ana kuyatatua matatizo haya. Alitatua tatizo la kukosa mtaji kwa kushiriki katika mashindano mengi ambapo kampuni yake inashinda tuzo na fedha. Hii mbinu ilimsaidia kwa kuwa wawekezaji ambao wangetoa mtaji, haswa wa kigeni, walitaka kumiliki kiwango kikubwa cha kampuni hii au kuinyakua kampuni yote katika masharti yao. Kinyume na wawekezaji hao wajanja, mashirika yanayotoa tuzo zinazoambatana na fedha hawaitishi kitu chochote. Ili kuwa na ujuzi wa kuendesha kampuni, alihudhuria mafundisho ya jinsi ya kuendesha biashara na pia kupata ushauri kutoka kwa wafanyabiashara wengine walioanza biashara hapo kabla. Nguthiru huwapa kazi wavuvi katika ziwa Naivasha ambao ndio huwa wanavuna gugu maji kutoka ziwani, kuitoa mizizi yake na kuikausha. Wavuvi takriban 50 hufanya kazi hii. Baadaye gugu maji husafirishwa hadi Nairobi katika kampuni ya Hyperpark. Ni katika Hyperpark ambapo gugu maji hiyo hutengenezwa kuwa mifuko ya kutia bidhaa badala ya utumizi wa mifuko ya plastiki.
Mifuko ya kampuni Hayapack ya kupandia miti inatumika badala ya mifuko ya plastiki na serikali ya Kenya inayoendelea kupanda miti ikiwa na mpango wa kupanda miti bilioni 15 kufikia mwaka wa 2032. Pia mifuko ya kutia bidhaa ya kampuni Hayapack inatumika na kampuni za kusafirisha vifurushi zikitumia mifuko hii kufunga vifurushi, huku kampuni za kusafirisha chakula zikitumia kubebea chakula badala ya kutumia mifuko ya plastiki. Kwa sasa karatasi za miti ndizo kubwa kwa sababu tunafanya kazi pamoja na project ya serikali ya kupanda miti bilioni 15 ya Kenya ambayo hiyo ni mzuri kwa sababu imefungua industry mzima ya demand ya hizi karatasi. Ya pili ni hizi karatasi za packaging za kusafirisha bidhaa, hizo courier services. Hiyo ni project kubwa ambayo tunafanya. Watumizi wa kusafirisha chakula kinachoharibika haraka wamegundua mifuko ya Hayapack ina manufaa zaidi ya kuwa yenye kufaa mazingira. Kunayo ingine ambayo tumeingia nayo hivi majuzi ambayo ni kupakia chakula cha kusafirisha. Kwa hivyo katoni za kawaida zinawekwa karatasi zetu huko ndani, alafu zinaingizwa chakula na alafu zinasafirishwa kwa maeneo yaliyo mbali. Na kile kinachofanyika wakifanya hivyo ni karatasi zetu zinazuia chakula kuharibika bila hao watu kutumia hizi cooling systems za pesa mingi. Kwa hivyo yetu ni kama alternative, njia za cool chakula za bei ghali. Ni chakula kama gani? Hizi fresh produce. Kwa hivyo tunaongea kuhusu vitu kama nyanya, vitunguu, kabeji. Na bado watumizi wanatarajiwa kuongezeka, kwani kampuni ya DHL imetoa azma ya kushirikiana na Hayapack kutumia bidhaa za Hayapack katika shughuli zake. DHL ni mojawapo ya kampuni kubwa duniani katika shughuli ya usafirishaji wa vifurushi. Bidhaa za Hayapack zinatumika nje ya Kenya. Mifuko ya kupandia miti inanunuliwa na Marekani, huku ile ya kusafirisha vifurushi ikitumika Ujerumani. Watu kutoka mataifa mengine wamekuwa wakifika Kenya wakitaka ushirikiano na kampuni ya Hayapack ili kuweza kutumia ujuzi huo kutatua tatizo la ugumaji katika mataifa yao. Watu na mashirika katika mataifa kama Mexico, India, Nigeria, El Salvador wamekuja kwetu na kutuuliza kuwa kama wanaweza tumia teknolojia yetu kusuluhisha ugumaji kupitia suluhu yetu na pia kusaidia kuondoa plastiki katika mataifa yao. Ngudhiru ameshinda tuzo nyingi kutokana na shughuli yake ya kutatua tatizo la ugumaji kwa kugeuza mmea huu kuwa mifuko inayolinda mazingira. Kwa mfano, katika mkutano wa Umoja wa Mataifa wa kujadili mabadiliko ya tabia ya nchi wa COP28 uliofanyika Dubai, alishinda tuzo katika kitengo cha maumbile, chakula na mifumo ya maji. Katika kitengo hiki, kampuni ya Hayapack ndiyo iliyokuwa bora zaidi duniani. Ngudhiru anapanga kupanua kampuni yake katika mataifa mengine yaliyo na tatizo la ugumaji ili kusuluhisha tatizo hilo katika mataifa hayo. Ngudhiru ameondoa ugumaji kutoka hekta 22 kutoka ziwa Naivasha wakati wa mahojiano yetu. Mmea wa ugumaji umevamia hekta 1480 za ziwa Naivasha. Ameweza kutoa ajira kwa wavuvi kuvuna ugumaji kutoka ziwa hilo. Hata hivyo, kampuni yake ikipata uwekezaji zaidi na kupanuka zaidi inaweza kuondoa ugumaji zaidi na kutoa ajira zaidi na kurahisisha zaidi kazi ya uvuvi katika ziwa Naivasha, kwa sababu mmea wa ugumaji bado umevamia eneo kubwa sana katika ziwa Naivasha kama nilivyoshuhudia nilipotembelea ziwa hilo. Mmea huu hukua kwa kasi sana na kusambaa hadi maeneo unapoondolewa baada ya muda. Msikilizaji, kama tulivyosikia katika hadithi hii ya Ngudhiru, unaweza kutumia ujuzi ulionao kusuluhisha matatizo yanayoikabili jamii. Huhitaji kuwa na majibu ya kila hatua utakayopiga. Wewe anza tu. Utafanya utafiti unavyoendelea. Ili kupata makala ya manufaa kama haya ya Ngudhiru, tunaomba usubscribe kurasa zetu za YouTube, Spotify, Facebook na TikTok zilizo na podcast hii. Kurasa zote zinaitwa Wasiokata Tamaa. Kwa heri.